mnamo mwaka 2018 na 2019, kauli za ajabu na za kutisha zilitolewa na aliyekuwa katibu mkuu wa CCM Dr. Bashiru Ali na Rais John Pombe Magufuli. Bashiru Ali alinukuliwa na akisema kuwa CCM itatumia dola kubakia na dola, kwani haipo tayari kugeuka kama vyama vya KANU ya Kenya na UNIP ya Zambia ambavyo vilipoteza madaraka na kushindwa na vyama vya upinzani. Aidha, kati ya mwaka 2018 na 2019, Rais Magufuli aliwaambia wakurugenzi wa wilaya ambao pia ni wasimamizi wa uchaguzi kuwa watakao mtangaza mpinzani kuwa ameshinda wataenguliwa. Kana kwamba haitoshi, makada mbalimbali wa CCM na wakuu wa wilaya wajitokeza hadharani na kutoa kauli zinazothibitisha mikakati mipango ya matendo maovu ya kuvuruga uchaguzi, kuwateka na kuwaua wapinzani yanayofanywa na CCM. Kule Ngara, mwenyekiti wa UCCM mkoa wa Kagera mwaka 2023 alinukuliwa akisema, jeshi la polisi, tukiwapoteza wanaomtukana rais msiwatafute. Aidha, aliyekuwa mkuu wa Loliondo Arusha Marco Henry Ngumbi aliwahutubia madiwani wa wilaya ya Longido na kuwaeleza wazi kuwa madiwani hao wote walishinda mwaka 2020 kutokana na nguvu ya serikali na si kampeni zao. Vivyo hivyo, Nape Nnauye ambaye mwaka 2014 alisikika akiwa mwaka 2024 alisikika akiwa Bukoba kuwa kuna namna nyingi za kushinda uchaguzi kwa njia halali na njia haramu, na kwa ukitumia njia haramu baadaye unaenda unatubu. Kule Arusha, kiongozi mmoja wa UVCCM alisikika akinazi katika mkutano wa CCM mkoa wa Arusha kwa yeye ndiye alikuwa kiongozi wa chinja dhidi ya wapinzani. Aidha, Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Haramu mkoa wa Dar es Salaam alinukuliwa akisema hivi, naomba kunukuu: nimesoma kwenye mitandao wapo vijana zetu makada na wa vyama vya siasa wanaosema tarehe 29 mwezi wa 10 siku ya uchaguzi wataandamana, watafanya fujo. Wengine wamesema wataenda kuchoma sijui vituo vya mafuta. Mimi naomba niwaeleze ukweli, ndugu zangu wana Kongoe, kwa mji wenu wa Dar es Salaam uko salama kabisa, uko salama sana, wala msije mkaogopa kitu chochote. Hata kama wewe ndio unayetaka kufanya hivyo, hata wewe wala usiogope. Wewe kama unataka kufanya wala usiogope, wala mtu asikutishe kwamba bwana wewe hacha, wale wewe nenda tu ukaribu kile unataka kufanya na kuthibitishia. Yaani kabla hujapeleka mguu wako mbele lazima utakuwa umesali sala baba yetu mara 5, kwa sababu hii mambo ya mizaa tumekwisha kuchekeana sana. Mwisho wa kunukuu. Si hapo tu, mara baada ya kuchaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa CCM, Steven Wasira amenukuliwa akisema kuwa CCM itatawala milele hadi Yesu atakaporudi. Kauli hizo pamoja na kauli za kutisha zilizotolewa na ugombea wa CCM ikiwemo Samia Suluhu Hassan aliyesikika mwaka 2020 akisema kuwa askari wao hawakosei shabaha, wakilenga risasi moja haimkosi mtu. Na baadaye alipokuwa kiongozi wa serikali alisema kuwa eti kila mtu ale kwa urefu wa kamba yake, ila wao wanakula mpaka wanavimbiwa. Hiyo haikutosha, ikaja kashfa ya kugawa bandari yetu kwa DP World, kampeni ya kuhamisha Wamasai kwa nguvu kutoka Loliondo na Ngorongoro. Wakati wa kampeni za mwaka 2025, Samia na CCM waliendesha kampeni zilizojaa rushwa ya wazi ikiwa ni pamoja na ugawaji wa pikipiki na baskeli zilizoandikwa SSH na za majina ya wagombea wa ubunge na udiwani wa CCM. Na alisikika akisema kuwa tumejipanga vyema kuilinda nchi hii, kwa hiyo hakutakuwa na nyinyi wala nyunyunyu. Naomba watu tokeni, amshaneni mkapige kura. Lakini tarehe 22 mwezi wa 10 2025 pale Leaders Club Dar es Salaam alisema kuwa nataka niwaambie maandamano yatakayo kuwepo ni ya watu kwenda vituoni kupiga kura. Hakuna maandamano mengine. Hakuna tishio la usalama atakalo kuwepo. Anayesema hivyo ni amiri jeshi mkuu. Hii inaendana na kauli yake aliyotoa mwezi Januari mwaka 2022 Januari mwaka 2024 alipokuwa akihutubia mkutano wa 7 wa mkuu wa majeshi wa jeshi la wananchi wa Tanzania na makamanda ule mwaka 2024 ambapo alisema tuko wengi, ni uchaguzi na ushiriki kama vingi venye nia tofauti, hatuone kama kila kitu kitaenda kama kilivyopangwa, kwa hiyo ni vema mkajiweka tayari kwa chochote kile kitakachojitokeza. Mwisho wa kunukuu.